Ali ibn Mas'ud ndio lakini kuna watu kumkolai. Basi twende. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa alihi kama sallaita 'ala Ibrahima wa alihi wa barik 'ala Muhammadin wa alihi kama barakta 'ala Ibrahima wa alihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Riyadhus Salihina kilichoandikwa na al-Imam an-Nawawi, na tuko katika mlango panga mipango yako, lakini ukumbuke kwamba utakufa. Na kwa hivyo yako utakayoyaweza na yako atakayokushinda. Sio tu kwa uwezo wako wa mali au mwili au akili, hata kwa uwezo wako wa muda. Your lifespan cannot allow you to do anything which you want. Muda wako tu wa kuishi unaweza usiku, si lazima ukuwezeshe kufanya kile ambacho unapanga kukifanya. Hata kama ungekuwa na mali, hata kama ungekuwa na nguvu, hata kama ungekuwa mjanja, lakini kwa lile la kuambiwa tu kwamba iko siku utakufa, na ndilo linalotokea kwa kila mtu, peke yake linatosha ukufanya usiwe na matarajio ya kupindukia na hii dunia. Sasa alizifundisha aya kiasi cha kutosha na baadhi ya hadithi tulizokwenda nazo. Sasa leo tuko kwenye hadithi ya 4 kama mlivyonikumbusha. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu wa khatta khutatan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat faqala hadha al-insanu wa hadha ajaluhu muhitan bihi أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. katika hadithi hii inaonekana wazi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwalimu mkubwa kwa kweli, mwalimu wa kufundisha watu mambo wakaweza kuyafahamu hata kama hawajui kusoma na kuandika. Na umma aliokuta duniani kwa wakati ule, asilimia kubwa walikuwa hawajui kusoma na kuandika. Ingekuwa jambo la ajabu sana kwamba dunia ina zaidi ya watu 90% wasiojua kusoma na kuandika, alafu aje mtume au bingwa wa kusoma na kuandika. Atakuwa mtume huyu ni wa kundi gani? 90% au ile 10%? Kwa sababu mtume atokane na walio wengi, na dunia wakati ule ilikuwa ina watu wengi sana wasiojua kusoma na kuandika. Kwa hivyo na yeye hakuwekwa katika kundi la wasomi ili aweze kukamata lile kundi la wale walio wengi. Lakini pamoja na hayo alikuwa na hikma kubwa ya kuweza kufundisha. Hapa mtume sallallahu anafundisha kwenye mchanga, anachora kwenye ardhi. Na nyewe wengine wamepitia ualimu, na wengine mmesoma vizuri skuli hasa za vijijini, zile shule. Kuna wakati watoto wanachora kwenye mchanga. Anaambiwa achore yai, sio achore zero duara, sio achore nyoka. Mnaona wanachoreshwa tu mistari. Lakini ndio wanaanza kufundishwa namna ya kuandika na namna ya kufanyaje ya kusoma katika kiwango chao kule chini. Uanze tu na karatasi na penseli, karatasi na kalamu au bao na nini na chaki. Kwa hivyo Mtume salama hapa alichora mistari. Wacha tuone. Kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiallahu anhu amesema alichora Mtume sallam mistari tena mraba. Khatta an-nabi sallam khattan murabba. Alichora mistari ya mraba. Mraba ni pembe 4. Square. Kwa wale waliozoea kutumia neno la Kiingereza square. Kwa Kiarabu murabba. Kwa Kiswahili mraba. Mswahili amekuwa hana lake. Labda aseme pembe 4, maana ile triangle ambayo ni pembe 3, muthallas kwa Kiarabu. Na kuna hii murabba ambayo ni pembe 4, alafu kuna ile rectangle ambayo kwa Kiarabu inaitwa mustatil na Waswahili wanaita mustatili. Umelichukua hapo kwenye mustatil. Alafu kuna circle
ambalo Waarabu wanaita daira na Waswahili wanasema duara. Tuko hapo. Ndio siku moja kutana mtu mmoja yuko chuo kikuu anajifanya profesa wa Kiswahili. Akasema na ajenda kuhakikisha Kiarabu kinatoka kwenye Kiswahili. Nikamwambia umekuja na ajenda ya kipumbavu na uprofesa wako wote. Uwezi kukitoa Kiarabu ndani ya Kiswahili. Kaza Kiarabu kimechangia katika kutengeneza hiyo lugha ya Kiswahili. Sasa kama hapo ukisema pembe nne ndio huo mraba, duara ndio daira, labda hiyo pembe tatu ndio pekee yake muthallath ambayo ni rectangle. Kwa wale wanaoandika herizi katika vitabu vya uganga wanajua zaidi haya. Mkiona herizi nyingi sana mkiziona zifunueni, mtaona ndani yake kama kuna daira, nisfu daira, kuna muthallath, kuna murabba, kuna mustatil, na zote hizo zimo katika mambo yao ya manasil huko. Sikusudi kufundisha fani hiyo, ingawa naijua kwa kiasi fulani. Tumefahamiana haitakiwi kufanywa kazi, inatakiwa kuepukwa Haya, kwa hivyo akachora mraba, yani pembe nne au square. Wa khatta fil wasat, na akachora mstari tena katikati, lakini kharija minu, nje ya ule mraba. Yani ule mraba kama anataka kukata katikati, lakini akachora mstari uko kwa nje. Kama vile mkuki unalenga kupenya pale katikati, lakini uko kwa nje. Wa khatta khutatan sigharan, pia akachora mistari midogo midogo ila hadha alladhi fil wasati, pembezoni mwa ule ulioko katikati. Minjanibi iko pembezo zake alladhi fil wasati. Faqala, akasema kwa ule ulioko katikati, hadha al-insan, huyu ni binadamu, wa hadha ajaluhu, na ndio ajali yake, muhitan bihi, imemzingira, au qad ahata bihi, au imemzingira, yani imemzunguka. Wa hadha alladhi huwa kharijun amalu, na hichi kilichotoka nje ndio matarajio yake. Kwa binadamu yumo ndani ya square, mle ndani ya ule mraba ndio yumo binadamu, lakini yale matarajio yake anayotaka kufikia ndio ule mstari ulioko nje. Kwa hivyo Yesu siku zote yumo ndani ya maisha, lakini matarajio yako nje ya maisha yake, kwa sababu ndo haja yapata bado. Kwa hivyo ndani ya square yake, ndani ya parameters zake yeye mwenyewe, yale matarajio hayamo. Matarajio yako nje ya parameter za maisha yake alichofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi alkhutatu sigharu al-a'rab, na hii mistari midogo midogo niloichora hii ndio majanga, vitu vinavyoweza kumzukia au vinavyoweza kuingia kati, vinaweza kuinteract, vikapita kati, vikazuia asifikie lengo lake. Viko vingi vitu ambavyo vinaweza kukuzuilia usifikie nini, usifikie malengo. Hatari. Anasema fa in akhta'u, basi kikimkosea kifo mstari, sema fa in akhta'u, kimkosea mstari huu hadha na shahu hadha, basi utamparura huu mwingine. Wa in akhta'u hadha, na ukimkosea mstari huu na shahu hadha, utamparura mwingine. Rawahu al-Bukhari, amepokea Bukhari. Si lazima picha hii haifahamu kila mtu, kwa sababu si watu wote wenye visual intelligence. Kuna kitu kinaitwa visual intelligence, yani ufahamu wa kupata taswira, kupata picha. Kuna watu wanafahamu kwa kupata nini? Kwa kupata picha. Kuna watu wafahamu kwa kupata picha, hata ufanyeje utaeleza mpaka utachoka. Kwa hivyo kila mmoja na kiwango chake, lakini tuifafanue falsafa iliyomo. Falsafa iliyomo ni kwamba mwanadamu yumo ndani ya maisha, kama vile yumo ndani ya mistari iliyobana ikamtengenezea square, miraba minne, na matarajio yake yako nje ya ile miraba. Tumefahamiana vizuri? Anachokita, kama wewe uko baharini alafu umo ndani ya ngarawa unamtaka samaki hayumo ndani ya ngarawa. Tarajio lako wewe samaki, lakini samaki uko nje ya ngarawa, yumo ndani ya nini? Ndani ya maji, na ana vikwazo chungu nzima vya kuweza kumpata. Kwa hivyo mpaka uje upate tarajio lako ambalo ni samaki, ufanye kazi ya ziada. Na wewe ndani ya maisha yako tarajio lako liko nje, mpaka ufanye kazi ya ziada lije liingie sasa ndani ya maisha. Na pembezoni mwa wale matarajio unavijiajia chungu nzima, naweza kwa jambo linakuja alafu likakata upande mwingine. Wavuvi wanajua hiyo, anategesha mshipi na ndoana na chambo, alafu unaweka, alafu unamwona samaki anakuja, huyo anasogea, alafu ananusa tu, anageuza, kachomoa. Umefahamu?
hajaingia. Mwingine anakwenda anakula juu ya ile ndoana, hajafika kwenye kile nini, kile kimwiba chenyewe cha kumwingia, huyo imemkifu, kashachoka hataki kula tena, anakwenda zake. Mwingine ndio unamtegeshea ile inaitwa maloo, zinafungwa 3 kwa pamoja zile, alafu unamwangalia kwa hivi ili upate kufanya kunyanyua kwa nguvu, wanaita kuchambuza au kuchambua, upate kumchambua pap aje zake juu kwa ghafla, unavuta na yeye ndo anapogeuza uso kakwepa, inakuja tupu. Na ukifanya mchezo itakupiga mwenyewe usoni. Sisi tumechezea kidogo bahari hapo Forodhani, hatujakuwa sehemu nyingi, lakini tunakuonesheni kwamba yako mambo katika kufahamisha. Kwa hivyo na binadamu naye unategeshea, una mipango, lakini humo katikati kuna mistari vinayatoa ile malengo yako kwenye ule mwelekeo unaotaka wewe, na kwa hivyo mwisho unakuja unajikuta umekosa tena baada ya bidii kubwa na machofu ya kila aina. Hivi ndivyo Mtume SAW anataka tufahamu maisha ya dunia na falsafa yake, kwa njia rahisi kabisa ya kumfahamisha mtu ambaye hata kama hakusoma hata darasa moja ataweza kufahamu nini kinasema. Hebu tumsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, kwa sababu mwalimu mzuri sana, kafundisha watu ambao hawakusoma wakafahamu, wakawafundisha wasomi ambao hawakufahamu. Kazi kubwa. Hilo ndilo analolisema Mtume wetu. Hatari. Rawahu al-Bukhari. Hadithi kaipokea nani? Kaipokea. Kwa hiyo tujitambue kwenye maisha tuko namna gani na matarajio yetu yako wapi, na vipo vitu vinaweza vikatoa matarajio kwenye malengo. Hadithi inafuata. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallam qala badiru bil a'mali 7 hatta tantadhiru illa faqran mansiyan au munsiyan. Mimu yenu ina fatha ina dhamma kwa dhamma. Illa faqran munsiyan au ghinan mutghiyan. Munsiyan bila ya ina shadda kwenye munsiyan nimekaza. Munsiyan au munsiyan. Mimi kwangu naiona shadda. Hebu hakikisheni vitabu vyenu ni munsiyan au munsiyan. Tukaze meno, tulegeze meno. Tukikaza manake ni shadda munsiyan, tukilegeza manake munsiyan. Kama unakumbuka chuoni uliposoma yeye ikiwa na shadda inakuwa vipi? Wazara biyu mabthutha au wazara biyu mabthutha. Wazara biyu unakaza meno au wazara biyu unalegea kidogo. Uchukue tabia kiume. Wazara biyu. Kwa hivyo mansiyan kwangu mimi imeandikwa au munsiyan. Kwa hiyo itakuwa munsiyan wengine bila munsiyan inawezekana pia hivyo. Tutakwenda. Au ghinan mutghiyan au maradan mufsidan au haraman mufannidan au mautan mujahizan au ad-dajjala fasharrun ghaibin yuntadhar. Fasharrun ghaibin au fasharru ghaibin. Hapa sharrun ina tanwini kwenu au ina dhamma moja? Dhamma moja. Fasharru ghaibin. Ndio sawa sawa. Kuliko kwangu imeandikwa fasharrun alafu imeandikwa ghaibin. Haiwezekani na kira mbili kwa mudhafu wa mudhafu ilayhi na zote zitiwe tanwini. Fasharru ghaibin itakuwa sawa. Lakini changu mimi ndio kimekwenda na makosa. Fasharru ghaibin yuntadhar au as-sa'atu fas-sa'atu adha wa amr. رواه الترمذي وقال حديث حسن. kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwa Mtume sallam amesema maneno haya, badiru bil a'mali, fanyeni haraka kutenda vitendo vyema. Badiru manake kufanya haraka au kufanya mapema. Katika Kiarabu wakati mwingine unasema badri, jit badri, manake umekuja mapema. Bukra baji badri, kesho nitakuja mapema. So badri fanya nini? Mapema. Badri kwa Kiarabu pia inakuja kwa maana ya mapema. Sasa badiru, fanyeni mapema. Bila amali, kwa hivi vitendo, au fanyeni haraka kwenye hivi vitendo, msichelewe. Sasa wewe uko kijana umezinduka, fanya vitendo vyema mapema, usisubiri uzee. Kwanza uzee huna uhakika nao, watu wanakufa wengine bila kufika uzeeni. Lakini pili, ukifika uzeeni unaweza kuwa ushachoka, huna uwezo wa kufanya mambo. Na tatu,
Ujui ibilisi atakukolea namna gani kutoka ujana wako mpaka uzeeni, kama kweli utakumbuka kufanya mema au utakumbuka. Safanya haraka. Na kwa muda vile vile, unao muda kufanya mema, usisubiri. Kama Waswahili wanaposema la leo nifanywe leo. Kadiri ya uwezo wako kufanya jambo haraka la wema, basi lifanye haraka. Yote badiru bil amali, fanyeni haraka kufanya vitendo vyema. Sab'an, mara 7 akasema maneno haya. Badiru bil amali, 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 badiru bil amali. Sema hivi maana yake anasisitiza na kasisitiza kweli. Hal tantadhiruna, kwani je hamngojee nyinyi illa faqran munsiyan, isipokuwa ufakiri wenye kukusahaulisha. Ufakiri wenye kukusahaulisha, manake umaskini utakukamata wewe ukubane mpaka usahau kufanya vitendo vyema. Hili nalo lipo, usilisahau. Kila maisha yakisonga mbele, changamoto za maisha zinakuwa nyingi, unakuwa huna muda tena wa kusoma, huna muda wa kusomesha, huna muda wa kuabudu, alimradi wewe unahangaishwa na dunia tu kutafuta riziki. Mkono kwende kinywani na kiuno ukifika chooni, ndo kazi kubwa inayokushughulisha. Huna jengine lolote. Sasa kama hujafanya haraka kutumia fursa zilizopo, utafika mahala utajikuta unajema ulilofanya kwa kuhangaishwa na dunia. Fanyeni haraka kutumia fursa zilizopo. Kasema hivi mara 7.